Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer. Kwa sasa nipo Kigoma Kasulu ambapo napashu kazi zangu za kilimo. So eneo letu hili hapa kama mlivyoona tuliliposti pale kwamba tuliakwaya hili eneo lina ukubwa wa almost heka 2. Sasa eneo letu hili hapa lengo letu ni kufanya ufugaji na pia kufanya kilimo hasa cha matunda. So maji ni muhimu kwa sababu maeneo haya kama unavyoona bado hamna mabomba, hamna maji ya uhakika. Na kutoka hapa mpaka mtoni ni mbali sana. So tulikuja na option kwamba lazima tuchimbe kisima chetu hapa kwa ajili ya kupata maji ya uhakika kwa ajili ya kunywesha mifugo yetu hiyo ambayo tutakuwa nayo hapa. So tulikuwa na option either ya kufanya borehole, na option hiyo ilikuwa ni much expensive. Ni gharama sana kuchimbisha visima kwa kutumia mashine. But tukaja kutumia hawa vijana wa kawaida ambao wanachimba visima hivi vya kawaida pia kwa kutumia zana hizi za kawaida kama ulivyoziona hapo, unavyowaona wakionyesheni vitu vya namna hii hapa, na wana uzoefu. Wamekuwa wakifanya hivyo, tumejaribisha kutembea kwa majirani hapa, tukaona kwamba hawa ndio waliwachimbia maji, na na bahati sana kwamba eneo hili hapa maji hayapo sana, though kulikuwa kuna mwamba mgumu kama unavyoona hapa. Mafundi kweli wamejitahidi, so wamechimba hapa kwa almost futi 25 27 hapa mpaka kufikia maji haya. So tumeshindwa kupima kabisa kwa uaminifu zaidi kwa sababu maji tayari yameshaanza kufura, yani yameshaanza kupanda juu. So sisi lengo letu ni maji, na kuona hapa wametumia almost siku 7 mpaka kuja kufikia maji hapa, na nimewaigadi kwamba lazima upana wafanye futi 3.5 halafu kwenda chini almost mpaka wafikie maji. So kama unavyoona hapa, huu ni wakati wa kiangazi na maji yamefikia kwa futi hizo hapa ambazo zimeenda chini zaidi. Na sisi lengo letu kama nilivyokuja kutajia hapo kwamba tunahitaji kupata maji, na wao wamefanya utaalamu wao na sisi wamedeliver kwamba tumehitaji na tumepata maji kwa wakati sahihi. So hatua nyingine inayofuata hapa ni kuanza sasa kulidevelop shamba letu hili hapa, kuanza kujenga mabanda ya mifugo yetu ambayo tutakuja kufanya hapa, na kuanza kulima eneo letu. Kama unavyoona bado ni kichaka, eneo letu bado ni kichaka kabisa. Kwa hiyo sasa, kwa sababu option ya kwanza ilikuwa ni kupata maji na tayari yameshapatikana, kinachofuata sasa ni kuanza kuliendeleza. So tunahitaji kwanza kulima na kuondoa majani na tuache sehemu ya mbele ya huku juu ambapo tutakuwa tukiendelea kujenga mabanda. So ni hatua baada ya hatua, na hapa tumefika hatua hii, na kama uliona hapa tulianza kufanya mifugo ambayo iko kule nyumbani, na lengo letu ilikuwa kuja kuhamishia mifugo yetu hapa. Na kilichokuwa kina limit kwa nini tuanzie kule nyumbani kwamba tulikuwa hatuna maji. So maji yamepatikana, so kama unavyoona hapa. So I'm happy guys. So tunahitaji tu mwisho wa siku kuja kununua mota na kuweka sola kwa ajili ya kuwa tunachukua maji haya, kwa sababu hatuwezi kuwa tunachota kwa kutumia ndo ama vibombonya kama ulivyoona hapo. So inahitaji kuja kutafuta mota then tunapata maji, na maji kama yatakuwa ni mengi zaidi, kama tutaweka orchard ndogo ya matunda hasa papai hapo kwa hapa shamba letu hili hapa, ambapo tutakuwa bado hatuna capacity ya kudevelop mabanda yetu kuyaweka hapo kwa kufanya ufugaji hapa, tunahitaji kufanya umwagiliaji wa uhakika. So that is it guys. Na hapa mafundi wameniambia kwamba kama maji yatashuka chini tena niwaite waje nisaidia kuendelea kufuata maji mpaka chini kabisa. But kwa sasa hivi ni kiangazi, yani hamna mvua, na maji yanavyoonekana hapa yapo chini sana. So huenda yatapanda zaidi na yatakuwa mengi, na yatatusaidia kufanya shughuli zetu ambazo tumezitarget hapa. So guys, kama utawahitaji mafundi hawa, ni kwa kawaida unapohitaji kuchimba kisima kama hichi hapa, ni hatua zipi ambazo unazifuata mpaka unapopata maji hapa? Maji haya inatokana na maeneo. Kuna wakati kinakuwa kirefu, wakati mwingine kinakuwa kifupi, na kuna visima tunachukulia mpaka futi 120, 130 au futi 100 au futi 70 au 28 mpaka 15, inatokana na mazingira. Kwa kisima chetu hichi hapa kina urefu wa futi ngapi? Yaani umechimba mpaka urefu wa futi ngapi mpaka kupata maji? Hiki mwisho nimeshia futi 32 mwisho. Okay. Na leo mbona tunaona maji haya ni machafu kwa hapa, yatakuwa masafi kweli? Kuwa masafi huaga ni muda wa siku moja tu, kama kesho yake asubuhi nachota. Okay. Na hapa shamba letu hili lina ukubwa wa ekari 2. Na kuna sehemu ya kwanza ambayo nilikuonyesha ushimbe pale, lakini mwisho wa siku ukasema hapana, pale hapa stahili maji tunapata hapa. Ulijuaje kwamba maji hapa yanapatikana?
Kujua kama maji hapa yanapatikana, cha kwanza wakati wa kuchimba lazima kwanza nipime kwanza vipimo, niangalie hapa yapo au waweza hayapo. Unapima na nini? Napima na vipimo ambavyo ni maalumu kwa ajili ya kupima, kuangalia kina cha maji hapo yapo mengi au aidha ni madogo. Kwa hiyo kuna sehemu zingine mnaweza usipate maji? Kuna sehemu zingine unakuta njia ya maji ni ndogo sana. Kwa hiyo kwa hapa sisi njia ya maji umeionaje? Yaani iko vizuri sana tu. Okay. Sawa. So that is it guys, umeona hapa niko na mafundi wetu hapa wametusaidia kupata maji hapa. Kwa yeyote ambaye atahitaji huduma hii, wako hapa, wako available. Tuko Kasulu, Kigoma, lakini huduma zao wanatoa mpaka mikoani. Ushawahi kwenda kutoa huduma hii hapa nje na mkoa wa Kigoma? Nje na mkoa wa Kigoma? Ndio. Na maana mwisho wangu nimeachia Kigoma pale Buhingwa pale, na maeneo ya Kibondo, maeneo ya Makele, maeneo ya Kitagata, ndo natambulika sana maeneo hayo. Tofauti na Kigoma, mkoa mwingine ambao ushaenda kutoa huduma ni mkoa gani? Hamna bado kabisa, ila natamani nifike paka mbali sana. Okay. So mtazamaji, hawa ni mafundi na bei zao ni rahisi sana, so unaweza ukazi afford na ukapata huduma kutoka kwao. So hii ni Maco TV, kama hujasubscribe naomba usubscribe, na pia kama ukipenda video yetu hii please naomba like, share.